hii curve sasa hapa ndio kuna umuhimu wa kurename mambo. Unaona hii hapa tuseme labda nini, ardhi, ndio imejiita number path, lakini ilikuwa ni labda tufanye nini, unaweza kaita udongo, sijui nini, vyovyote vile, labda land hivyo. Alafu hii path, number path, labda ni acha tuite path. Hapa majina yanasaidia kwa sababu ukija kuselect hii, ukija kwenye hizi modifier kwenye curve hapa, inabidi unaweza kama kuitafuta sasa path iko wapi. Hii hapo path, sawa. Kwa hiyo ukiselect hivi sasa, hapa kuna kitu kimoja itakuwa imeenda kule mwisho, lakini pia kuna mwingine inaweza imetokea hapa mwingine, lakini sisi huku imekuja huku mwisho. Umeona hapa ilivyokuwa zimejipanga huku mwisho. Lakini pia unaweza kukuta wewe zimejipanga kwenda huku au kwenda huku, unachanganyikiwa. Unatakiwa ucheze na hii hapa x axis. Ukicheza na hii unaona imepanga kwenda hivi. Hii hapa, kwa hiyo utachezea hizi mpaka uone kwa wewe pia imepanga vizuri kiasi gani. Kwa hiyo mimi nitarudisha kwa sababu kwangu mimi imejipanga vizuri hii hapa. Sasa ili sijapenda pia hizi bars zimekaa karibu sana. Ili zikae mbalimbali nitarudi kwenye hii hapa. Alafu hapa nitaongeza distance yake hapa. Itakuwa inafuata tu hiyo nani, hiyo curve, wala usiogope. Kwa nitapeleka mpaka pale ambapo nitaona imekaa sawa. Kwa hiyo distance hii hapa ndio unaona iko sawa. Kwa hapa pia nitakuja kuongeza tu numbers. Itakuwa inafuatisha kuizunguka hiyo. Nilikuwa naongeza nani? Okay, kwa hiyo nitasogeza. Yes, mpaka hapo imekaa poa tayari. Kwa hiyo unaona imeshazama chini kabisa ipo, haina shida. Kwa naweza nika apply tu hii. Sihitaji tena, na hii na apply sihitaji tena. Hii line ambayo tumekusaidia kupanga na hatukihitaji tena. Kwa hiyo tumebakia na hii hivyo. Kwa hiyo hii shift nita select na hii control J, zita share the same material namna hiyo. Kwa hiyo unakuwa umeshapata kitu kama hiki hapa. Sawa. Sasa kitu kingine ambacho pia na chenye ni optional, lakini ni vizuri tu kukiadi kwa ajili ya urembo, ni kuweka nani, nataka niweke taa in case kama usiku au nini. Kwa hiyo nibonyeza shift A, shift A, yani add ni add hii hapa, yani scale down. Kwa hiyo kwanza ni rotate 90 degrees hivyo. Sasa hii yani scale kwanza. Au tutumie mfumo ule, sorry, shift A, tuna add curve. Curve itatupa matokeo mazuri zaidi. Tuna add path. Hii path imetokea hapa, kwa hiyo hii nitairotate y 90 degrees, isimame hivyo. Ni kidogo sana kinaonekana hapa, nadhani unakiona. Na nikisogeza juu hivyo, then na kiscale namna hiyo G. Kwa nikija kwenye edit mode, ngoja niitoe nje kwanza kabisa. Nikisasa ukija kwenye edit mode, inabidi ni subdivide ili nipate matokeo mazuri zaidi. Kwa hiyo nita sub divide. Kwa hiyo nikibonyeza moja inanipa kwa mbele, 3 inanipa side view. Kwa hiyo nitakuja hapa, kwa nita select hii, alafu G y axis, kuibend hii hapa. Kwa hiyo nitaibend mpaka hapa, ndio taa itakavyoyumba hivyo hivyo.
Ukiona hapa kama haijabendi vizuri, kwa hiyo unaweza ukaselect hii na hii ukasubdivide tena hapa katikati, ikaongezeka hii FG Z axis, ikakupa kitu kama hiki hapa. Sawa, namna hiyo. Ukitaka uongeze kitu hapa hivi, unaweza kubonyeza tena extrude Z axis ukapata kitu kama hiki. Kwa hiyo inategemea na wewe unahitaji nini, na ukapata kitu kama hiki, lakini sijapenda sana hiyo, ngoja ni undo. Ibakie hii curve iliyokaa namna hii. Sasa kawaida hii hapa nataka ishuke chini kidogo, hivyo hamna point ya. Kwa hiyo hii nitakuja, kwa sababu ni curve, nitakuja kuipa thickness pale pale kwenye geometry. Unakuja kwenye depth, unaongeza depth kidogo ili itupe ule mlingoti wa taa. Umekuwa mnene sana hapo, sawa. Kwa nitakuja kwenye object, nita convert iwe mesh hivyo. So mpaka hapo tumeshapata nini, huo nani hivyo. So kitu cha kuadd hapa, kwa sababu pivot iko hapo, nita add shift A, nita add cube hapa. Hii cube nita scale hivyo x axis, alafu z axis nitaishusha chini hapa. Extrude hapa katikati, nitafanya face selection, extrude scale hivi, z axis, extrude scale. Ni mbwembwe tu, hamna kitu cha maana chochote hapa. Kwa hiyo hii hapa GZ nitapandisha kidogo mpaka hapa, alafu shift nda image na hii control. Kabla sija merge pia, ngoja kwanza hii niipe material, kwa sababu hii itakuwa metallic pia. Niipe hii hapa, kumbuka hii yenyewe itakuwa ni chuma, alafu naipeleka meto yake, jani nipunguzie kidogo kung'aa. Alafu hii na yenyewe nitaipa material yoyote, labda itakuwa ni cement au nini, nitaita jina lolote, labda cement fulani hivi. Naweza nikaja kuimage na hii huku chini baadaye, sio mbaya. Kwa hiyo nika select hii na hii, control J hivyo. Kwa hiyo niki sasa ngoja niki scale down hivyo. Sasa hii ya chini naona kama imekuwa kubwa sana, kwa hiyo nita scale hivyo kidogo. Alafu sasa hapa tusaidizane, sijajua kama hii hata waga inakaa nje ya barabara au ndani, sijajua, lakini naomba ngoja niiweke hapa nje. Mpaka hapo ukitaka kuziweka ziwe nyingi nyingi na kwa mpangilio mzuri, ujanja ni ule ule, unatengeneza hiyo curve. Sasa kwa sababu hapa hii hapa nilikuwa nimeshai apply hii cement hapa, kuna namna tunaweza tukai apply pia hapa. Naweza nikaja hapa kwenye shading, kwenye materials hapa nita make sure nipo kwenye cement, kwa sababu ndio material nataka kuicopy. Alafu nita select hii, nita copy control C, copy hii ndio material ya cement ambayo nimeicopy hapa. Alafu nita select hii hapa hivi, nita select cement hii hapa. Sasa hii naweza nikafuta, alafu nika add hiyo. Mbona imekataa ku add? Okay, hata kama imetusumbua basi naweza kubonyeza shift nika select hii, nikafanya control J, nimemerge. Ila nita select hii hapa,
nitai-add kwenye cement. Iko wapi? Kwenye hii hapa, afu nitai-assign. Kwa hiyo hii hapa itakuwa imeshachukua material ya cement hii. Lakini sasa kama bado nahitaji kuiondoa, na iselect pia, nabonyeza P kuiseparate, ili kusudi tusihangaike kwenda kutafuta material mbali wapi huko itusumbue. Kwa hiyo nimetumia njia hiyo kama shortcut. Sasa hapa pivot imebadilika, imefuatisha pivot ya huko nyuma kwa sababu tulimerge. Kwa hiyo inabidi nirudishe hapa. Ngoja ni add hapa loop cut moja. Nataka pivot ikae hapo, nita snap cursor to selected, then pivot na irudisha hapa. Object set origin to 3D cursor. Mbona haijarudi? Object set origin to 3D cursor. Mbona origin sioni? Imesharudi, iko katikati kwa sababu hatuoni. Imerudi katikati hapo. Ndio maana, kwa sababu jaribu kurotate, naona ina rotatea hapa. Okay. So nitarudi kwenye layout. Kwenye layout unaona inaonekana huko. Okay. Sasa kitu kingine, nimetengeneza huku, nimesahau kuweka nani hapa. Ile taa yenyewe hapa. So nitakuja hapa ili kusudi niwe exactly nitakachokitengeza kitokea hapa, nitakuja kuselect hapa. Unabonyeza shift alt kuselect hii. Ukiona unashindwa hiyo shift alt, unabonyeza C, una select tu hivyo. Alafu na snap cursor to selected. Hivyo. Cursor imetokea hapo, maana chochote nitakachoki add kitatokea hapo kwenye cursor hiyo. Kwa shift A hiyo. Kwa hiyo nita scale down hivyo mpaka hapo. Alafu nita scale hii ni nani hiyo axis hii hapa, alafu nita scale pia mpaka hapo. Niko hivyo. Kwa hiyo G mpaka hapa ndio itakuwa inaingia. So nitakuja hapa juu, nita select face ya juu hii. Sasa kuna mbinu nyingi. Unaweza ukaamua select hii yote, labda tu select hizi angles. Ngoja kwenye edge selection, nita select angle ya hapa, sio hii hapa pembeni. Nitazungusha, nita select na hii hapa. Tunataka tuiwe na shape nzuri. Kama ukiwa umelizika na shape ya namna hiyo, sawa, bonyeza Ctrl B, alafu nitabavo kidogo hivi. Sasa ili niweze kuona vizuri, naileta hapa. Kwa hiyo hizi unaweza kuzichezea unavyotaka wewe, lakini cha muhimu zaidi ni kuongeza tu segment hapa hivyo mpaka hapo. Naona ishaka kitaalamu. Unaweza ukacheza pia na hizi huko kuona imekaaje. Mpaka hapo mimi naona iko vizuri. So nitakuja hapa pia, nita select hiyo face labda ya juu, nita extrude scale mpaka hapo, then nita scale hapa, alafu G Z axis hivyo. Nita select huku chini pia, nita extrude scale mpaka hapo. Scale mpaka hapa labda. Ngoja hii ni extrude ndani kidogo hivi, alafu ni extrude scale hapa, alafu nita extrude outward, alafu extrude scale hivyo. Okay, hiyo ndio itakuwa taa yetu. Sasa hii pia ina material yake ambayo labda ya kwanza hii labda itakuwa plastiki, ndio
plastic hapa nitaweka labda 0.4 0.3, sio mbaya. Alafu nataka hii ambayo inawaka iwe ni material tofauti, kwa hiyo nitakuja kuiselect hii hapa, hii na hii. Cha kwanza nitai smooth smooth hivyo, alafu nitaipa material nyingine hapa, alafu nimewasha caps lock. Okay, sasa hii labda hii ndio nitaita ndio mwanga wenyewe au light wewe mwenyewe, ita hata kilugha chenu cha nyumbani, nitaiassign hapa. Sasa hapa hutaweza kuona ni inawaka mpaka uje hapa, na hapa bado haijawaka kwa sababu kwenye principal DSDF. Ukija hapa unakuja kuweka kwenye emission, inaanza kutoa mwanga namna hiyo. So kwa matokeo mazuri zaidi ya mwanga hapo unaweza ukaja kuongeza nguvu yake, labda 5 hapo iko 1, lakini mimi situmii sana, nitaacha 1 hivyo hivyo. Ila sio mbaya mpaka hapo. Kwa hiyo mpaka hapo umeshaweza kujifunza namna ya kutengeneza taa, yani vitu vingi ndani ya tutorial moja, natakiwa mnilipe hizo. Kwa shift naweka hapa, control J na merge, inakuwa ni kitu kimoja tayari. So unaweza kama add ile curve pia ukaweka tena, lakini sasa hivi sidhani kama nina muda huo. Kwa hiyo hapa, ili matokeo yawe mazuri, mimi kala ambayo naipenda kwenye rangi, ingawa hii tumeshaipa taa, lakini na add mwanga mwingine hapa, shift A nakuja ku add light, nakuja ku add hii hapa spotlight. Hii hapa ndio kwangu mimi inanipa unyama zaidi. Kwa hiyo hii nimeshai add hapa, lakini nitaibonyeza shift na select hii, control P object, na nimeimage hii taa na hii, kwa ili nikimove hii na hiyo taa hii imove. Sasa ili niweze kupata matokeo mazuri zaidi kwenye kuzingatia huu mwanga hapa, nitakuja kwenye hapa, na ili niweze kujua taa ina affect vipi hapa, inabidi nide kwenye world tab, afu nifanye huo usiku namna hii. Alafu nikija hapa hivi, aisee, taa haijafanya lolote. Kwa hiyo nikija hapa kwenye taa, wati ziko 10, ngoja niweke 500 tuone. Umeona taa hapo kidogo chini pameanza kuwaka. Ngoja tuweke 1000 kwanza. Pamewaka, lakini hii radius pia unaweza kaja ukaichezea, iwe ndogo, iwe ina nani kama ya kwenye kwa Mr Bean au inasambaa hivi. Kwa hiyo wewe mwenyewe utaangalia. Kwa hiyo mimi mpaka hapa nikisambaa hapa hivi, tuseme labda ngoja tuweke hapa 4. 4 hapa hivi kidogo inakuwa ni unyama kwa mimi, kwa vipimo vyangu. Kwa hiyo hapa hivi nitakuja kupunguza ili giza kidogo. Labda mpaka hapo. Unaona kabisa jinsi gani hii taa inamulika wapi? Barabara. Yaani ni unyama kabisa huo. So kinachofuata hapa, tumeshakadiria mwanga vizuri, tumeshaitengeneza hiyo taa. Ngoja nirudi hapa, afu ni enable ili nishike hii. Kwa hiyo nitaselect hii na hii vile vile. Sasa ukitaka kufanya vipimo vile sasa, lakini hivi mimi nitabonyeza tu shift D ku duplicate hii hapa, imekaa hapo, hii inakuja kuileta hapa. Japokuwa ningekushauri utumie ile curve, hii mimi nafanya tu kwa sababu kusave pia time. Nitazingatia tu kuirotate mpaka hapo. Hivyo. Alafu nyingine nitaiweka hapo, na kwa nimemaliza shift D x axis, ni duplicate. Haya, hii naileta mpaka hapa. Alafu
rotate tena mpaka hapo hivyo, na rotate namna hiyo. Hii imekaa sawa kweli hapa? Yes. Engineer, soma hiyo. Okay, so far mpaka hapa matokeo yake kwangu mimi yananiridhisha kabisa. Additionally, ambayo sio muhimu sana but ni just addition, Shift A, ngoja ni add hii hapa. Ina add hapa. Hii nitaweka wapi? Hii nitaiweka hapa. Nitaweka hapa, then naenda kwenye edit mode na iduplicate. Hii nyingine inakaa hapa. Okay, duplicate tena, hii nyingine itakaa hapa. Alafu hii ngoja ni duplicate hapa, nyingine hii ikae hapa mpaka hapa. Yes. Sasa hapa naenda kwenye scrapped mode. Sio kwa umuhimu sana kwa sababu natengeza vitu tu random. Hii ni very optional. Naenda kwenye hii snake hook, ngoja niongeze radius yake pia, na hii squeeze labda hivi. Ngoja nipunguze radius, imekuwa kubwa sana. Radius bado ni kubwa mno. Yes, hapo sawa. Hapa pia tunatakiwa tusogeze hivi, je izibe hapa. Hivyo hii inakuja inaziba hapa, hii inaziba hapa. So ukitaka kuongeza mbwembwe ni juu yako, labda hii hapa unaweza ukaamua kutengeza tu variations tu mbalimbali, yani kisiwe ni kitu, kisiwe ni mtu asije akaona umemechisha sana vitu, iwe ni kitu ambacho hakieleweki yani. Kama mlima si mlima, mwamba si mwamba hivyo. Kwa hiyo unaweza kwenda kutafuta texture za mwamba uka add kwenye hii. So mimi mpaka hapo tayari. Object, ngoja ni add smooth shader pia, smooth shader. Kwa hiyo unaweza ukachagua, naweza nika add texture ya ngoja, kuna texture hapa
Ngoja nijaribu kuadi text ambayo naona itakayo match. Ngoja niende kwenye UV editor. Hizi zimeshaji unwrap, zote ziko hapa zote. So so nitakuja hapa, nita convert kwenda kwenye image texture, then katafute texture, either stone textures, kuna land textures, yani ni varieties ambazo wewe mwenyewe unaweza ukachagua ambazo unaona itaweka kwako wewe. Let's say stone textures, niseme hii hapa. Kwa hiyo utaweka hiyo stone texture hiyo, labda ni scale mpaka hapo. Yani hii ni Mwanza pure, Mwanza moja. Sasa hapa nitai-add pia roughness yake, hii naweza nikaweka 0.4 mpaka hapo. Alafu sasa ili ikae pia kitaalamu, kuna kitu kimoja ambacho nimeona nikikiongeza kitanoga zaidi. Hii hapa, hii inabidi niipe texture nyingine kama majani fulani hivi. Kwa hiyo nitakuja hapa, nita add material. Ni optional jamani, kwa majani mpaka hapo. Sasa mimi kwa sababu texture za majani tayari ninazo, niweka majani, nita assign hapo. Kwa hiyo nikija hapa hivi nita open, mi nina asset ya textures, kwa hiyo na wewe ni inabidi uwe nazo tu ili zikusaidie. Grass, jani hadi hii hapo, umeona hapo ishatokea grass textures. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa ndio hivyo. Kwa hiyo ukija ukaweka hapa, tuseme turudi kwenye layout namna hii. Ukisema urudi kwenye hapa hivi, ndio inakupa usiku giza linakuaje. Mita hii barabara inakuwa inapita hapo hivi, ndio zile simu za usiku namna hiyo. So mpaka wakati mwingine tena, hope umeenjoy. So kwa wale ambao wanahitaji tutorial ya kutengeneza mtu mwanzo mpaka mwisho mpaka afanye vitendo, unanicheck kwenye namba yangu hiyo, unanipa hela ya maji na kupa tutorial. Au kama unahitaji tutorial ya kutengeneza gari mwanzo mpaka mwisho na mpaka gari liweze kumove, yani unalipitisha kwenye njia hii, unanitafuta pia. Tunaishi kama watu. So karibu tena mpaka wakati mwingine.